naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosema ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka nikatenda shughuli za mfalme, nami nalistaajabia yale maono, ila hakuna aliye yafahamu. Bwana bariki andiko. Bila shaka maono ya kwanza ambayo Danieli aliyaona ni yale maono ambayo yako katika sura ya 7 ya Danieli, ambayo tunaambiwa katika mwaka wa kwanza wa mfalme Belshaza, mfalme wa Babeli. Kwa hivyo katika sura hii ya 8 bila shaka tulisema kwamba ni maono ya pili, ni maono ya pili ya Danieli ambayo tunaambiwa aliyaona katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, mfalme wa Babiloni. Na tunaambiwa mahali ambapo alikuwa, wakati ambapo alionyeshwa haya maono, na tunaambiwa katika maono yenyewe kwamba aliona nini. Tunaambiwa kwanza kabisa, tunaambiwa aliona kondoo mume mwenye pembe mbili ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Of course, tunaambiwa tena akaona katika mstari wa 5, akaona beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia mzima bila kuikuza nchi. Beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, ambaye huyu beberu alimwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, ambaye Danieli alimwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Danieli akamwona huyu beberu akimkaribia huyo kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili. Na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. So verse 8 inasema yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajaribu kufanya summary ya maono ya Danieli katika sura ya 8, si ndio? This time out, si mtu akikuuliza Danieli aliona nini katika chapter 8, you can identify the contents of this vision, si ndio? Kwa mara ya kwanza kabisa tunaambiwa aliona kondoo mume mwenye pembe mbili, lakini pembe moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Hiyo ndio sehemu ya hiyo content ya vision. Na tunaambiwa tena akaona beberu, he goat katika Kiingereza. Akaona beberu ambaye pia tunaambiwa naye alikuwa anatoka upande gani? Upande wa magharibi, ambaye pia naye alikuwa na pembe moja mashuhuri. Beberu
Kondoo mume alikuwa na pembe mbili, moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine, lakini huyu he-goat ama beberu alikuwa na pembe moja kati ya macho zake, naye hiyo pembe ilikuwa mashuhuri, notable horn. Na tunaambiwa huyu beberu akamshambulia kondoo mume, akamtesa, si ndio? Akavunja zile pembe zake mbili, akamwangusha, akamkanyaga. Na tunaambiwa hiyo maono inaendelea baada ya beberu kumkanyaga huyu kondoo mume na kuzivunja zile pembe zake mbili. Huyu beberu alipokuwa anaendelea kujisifu na kujitukuza, huyo pembe yake moja ikafanya nini? Ikavunjika. And that will automatically be speaking about his death. Na kama mmeangalia vizuri katika tafsiri from verse 20 kuendelea, hiyo pembe moja katika beberu ni mfalme wa kwanza wa Greece, kwa sababu hiyo ndio tafsiri yake. Beberu anawakilisha mfalme wa Greece, na tunajua vizuri ya kwamba kondoo mume anawakilisha mfalme wa Umedi na Uajemi. From verse 20, those are the details we have. In other words, hizi vitu nawapa ni hizi vitu tu ambazo ziko katika haya maandiko. So kama pembe yule mashuhuri wa beberu anawakilisha mfalme wa kwanza, huyo ni mfalme wa kwanza wa Greece ama wa Uyunani. Jina lake alikuwa anaitwa Alexander the Great. Kwa hivyo wakati huyu pembe anasemekana anavunjika, hiyo ni kuzungumzia kuhusu kifo cha huyo mfalme. Na Biblia inasema, Daniel anasema alionyeshwa kwamba baada ya huyu pembe kuvunjika, pembe zingine 4 zikafanya nini? Zikajitokeza. So hapa tunaangalia tu mambo ya pembe ambazo zinajaribu kuzungumza kitu ya nguvu, si ndio? Kama kuwakilisha nguvu. Mara ya kwanza ni kondoo mume mwenye pembe mbili, ambayo tunaambiwa zimevunjwa hizo pembe, zimevunjwa na beberu ambaye alijitokeza na pembe moja notable, mashuhuri. Na tunaambiwa na huyu beberu mwenye pembe mashuhuri, naye pembe yake imefika mahali imevunjika, na tunaambiwa pembe huyo mashuhuri wa beberu ni mfalme wa kwanza wa Uyunani, ambaye tunamsema anaitwa Alexander the Great. Hiyo pembe kisha vunjika, hiyo pembe mashuhuri, pembe zingine 4 zimetokea, na hizo pembe 4 ambazo zimetokea tunaambiwa ni falme zingine 4 ambazo zitajitokeza baada ya huo ufalme wa Uyunani. 4 other kingdoms will be established. Na tunaambiwa kwa hizo pembe 4 ambazo zimejitokeza, kwa pembe moja kuna pembe ingine ndogo imejitokeza, imemea. Sijui kama tunaelewa hapo. Pembe 4 zimemea badala ya ile pembe mashuhuri ambayo ilivunjika juu ya beberu. Sasa kwa hizo pembe 4 ambazo zimemea, kuna pembe kengine kadogo ambako kamejitokeza kwa mojawapo ya hizi pembe 4. Kapembe kengine kadogo kamejitokeza. Nako kameanza kadogo hivyo, lakini kamekuwa kakubwa, kamefika mahali kana nguvu nyingi, kamesababisha maafa mengi. Sasa inatakiwa tuangalie katika tafsiri, tunaangalia huyu kondoo mume katika verse 1 up to katika verse 3 na 4, tuangalie huyu beberu katika verse 5 na 8, alafu tuangalie katika mstari wa, of course tumesema ile pembe kubwa mashuhuri ya beberu ni Alexander the Great, mfalme wa kwanza wa Uyunani. Alafu tuangalie kale kapembe kadogo ambako kalitoka kwa moja wapo ya zile pembe 4.
then tutakuwa tuko sawa katika hiyo tafsiri ya sura ya 8. Wanaweza asifiwe sana. If you can be able to establish the interpretation there, if you can get the meaning of that, then we shall be able to go about. We can now move forward. So bila shaka, I think uzito tunafaa kuweka sana katika verse 20 kuendelea, si ndio? Kwa sababu huko ndio kuna interpretation ya hiyo vision. Tuweke kumakinika sana, umakinifu katika huo mstari wa 20 kuendelea, kwa sababu from there we have the interpretation. So if you don't mind, I can read again verse 20 to the end. Biblia inasema, yule kondoo mume uliyemwona katika verse 3 and 4, mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. That is the kingdom of Medo-Persia. Na verse 21, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Verse 21, ni mfalme wa Uyunani, or the king of Greece. Na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza, ambaye tumesema jina lake ni Alexander the Great. Na tunaambiwa katika verse 22, tena katika habari za pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Yes. After the big horn, huyo he goat wa male goat imevunjika, tunaambiwa zingine 4 zikatokea, ambazo zinazungumzia habari za falme zingine 4. Falme zingine 4 ambazo zitakuwa na nguvu, lakini si kwa nguvu kama za ile pembe yenyewe ya kwanza kubwa. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao, baada ya siku nyingi. That is the interpretation part. Hiyo ndio sehemu ambayo tuko na tafsiri. Hivyo tumesema kondoo mume ni ufalme wa Umedi na Uajemi katika verse 20. Na tumesema beberu ama a male goat with a notable horn ni ufalme wa Uyunani ama Greece. Na tumesema notable horn inawakilisha mfalme wa kwanza wa huo ufalme wa Uyunani, the first king of the kingdom of Greece, and the first king, his name was Alexander the Great. Na tunaambiwa hiyo pembe kubwa mashuhuri kwa beberu alivunjika, na nimesema it is about the death of that king, the death of that particular king by the name of Alexander the Great. Bayo tunaambiwa alikufa katika mwaka
wa 323 BC akiwa na miaka 32. Kisha Daniel akaona pembe zingine 4 zikichukua nafasi ya ile pembe moja kubwa kwa beberu, ambayo inazungumzia kuhusu ufalme wa Uyunani. Maana tunaambiwa baada ya ufalme wa Uyunani hii pembe kuvunjika, pembe zingine 4 zimemea na zinazungumzia kuhusu falme 4. So tunasoma katika sehemu zingine ya kwamba ni kuzungumzia kuhusu kugawanyika kwa huo ufalme wa Uyunani, kugawanyika kwa huo ufalme wa Uyunani mara 4, ambao ukishagawanyika mara 4 utatawaliwa na watu ambao wanaitwa generals. Each general to lead or to rule in the particular division. So what we are told is that the kingdom of Greece will be divided or was divided into 4, and each division was ruled by a general, a person in the title of a general. Then we are told up to there, tukiwa pale sasa, tukiwa pale ndio tunatakiwa tuwe makinifu, si ndio? Pembe moja kubwa ya beberu ilivunjika, pembe zingine 4 zikafanya nini? Zikatokea. Sasa kwa hizo pembe 4 ambazo zimetokea, ndio tunaambiwa hizo pembe 4 ambazo zinatokea, maandiko inasema ni ufalme 4 ambao utatokea baada ya ufalme wa Uyunani, na tunasema ni kule kugawanyika kwa ufalme wa Uyunani tu, the division in the kingdom of Greece into 4, alafu utawaliwe na hawa watu 4, alafu kwa hizi pembe 4 ambazo zimemea, na tunaambiwa kwa pembe mmoja, on one of these pembes, si ndio? Mama yao anacheka. Kwa mojawapo ya hizi pembe 4 kulitokea tena na kapembe kadogo, kakamea na kakakuwa kakubwa, ikakuwa na nguvu na ikafanya maafa tena. Sasa hiyo pembe moja ndogo ambayo ilitokea kwa mojawapo ya hizo pembe 4, ndio watu wanajaribu kutafuta ni nini, lakini wengine wanasema ni Antichrist, mpinga Kristo. Watu wengine wanafikiri ni mpinga Kristo, lakini najua pengine tumesahau tayari katika chapter 7. Katika chapter 7 tulikuwa na mpinga Kristo ametajwa, na huyo mpinga Kristo ambaye ametajwa katika chapter 7 tulimsoma pia katika Revelation chapter 13. Kama mnaweza kukumbuka, one of the Sundays tulikuwa tunashikanisha hiyo chapter 7 na Revelation chapter 13. Lakini tafsiri nyingi hazitambui hii pembe ndogo ambayo inatokea kwa mojawapo ya hizi pembe 4, haitambui hiyo pembe ndogo kama mpinga Kristo. Hapana, inatambua mtu ambaye katika historia ya kanisa anaitwa Antiochus. Katika Kiingereza nimeisoma Antiochus, katika Kiswahili sijui ni Antioka ama ni Antioka. Ana majina mawili, anaitwa Antiochus Epiphanes katika historia ya kanisa. Sasa inasemekana haka ndio haka kapembe kadogo ambako kamemea kwa mojawapo ya zile pembe 4. Sawa, tusifikirie ati ile pembe ndogo ambayo imemea kwa mojawapo ya zile pembe 4 ati ni mpinga Kristo amejitokeza. Hapana, huyo ni mtu ambaye anaitwa ama ni mtu ambaye alijulikana kwa majina ya Antiochus Epiphanes. Alitokea katika ufalme mmoja wa hao ma4 generals, alitokea hapo.
Kwa hivyo naye kitu ambacho tunaona ni kwamba kazi ya huyu Antioka ama Antiochus inakuja inafanana kikabisa na kazi ya mpinga Kristo. Hiyo ndio kitu kingine ambacho tunakiangalia. Ukiangalia maybe katika chapter 7 na ukiangalia katika chapter 8 vile wanasema kuhusu hii pembe ndogo, unaangalia, unalinganisha huo ufalme, unaangalia kazi ya Antioka na unalinganisha kazi ya mpinga Kristo, unaona ni kama kazi ambazo zinakuja zinakuwa sawia kiasi, zinafanana pakubwa kabisa. Mtu anaitwa Antioko. Soma tu hiyo Biblia yako kidogo mbele, hiyo pembe ndogo ikisha tajwa, uangalie wanasema hiyo pembe ndogo ambayo itatoka kwa mojawapo ya hizo pembe nne itakuwa inafanya kazi gani? Haitakuwa inafanya kazi nzuri. Itakuwa inafanya kazi mbaya, especially kwa nyumba ya Mungu na kwa watoto wa Mungu. So ni kazi ambayo inalinganishwa na kazi ya mpinga Kristo, ingawaje hiyo pembe kidogo yenyewe sio mpinga Kristo, ni mtu kwa jina anaitwa Antioka Epiphanes. Na ni mtu ambaye anasemekana katika historia ya kanisa, if you read from extra sources, he is someone who defiled the church. He defiled the temple, if I may call it the temple. He is someone who did a great havoc to the temple. Someone who showed great disrespect to the temple. And someone who caused great havoc, great maim to the saints. He acted almost in the same way like Antichrist. He acted almost the same way. I think that is what we can mention for the time being. And Daniel was like, he had somebody speak and ask, for how long shall these things go on, isn't it? Hii maafa itaendelea kwa muda gani? Si ndio? Ama mmesahau hapo tayari? Mstari wa 13 wa hiyo Danieli 8 inasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena, na mtakatifu mwingine akamuuliza, huyo aliye nena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. In other words, Antiochus Epiphanes, whom we are saying, his work is almost similar to the work of the Antichrist. Havoc to the house of the Lord, havoc to the people of God. And the saint is heard asking another saint from that verse 13, for how long shall these things be? For how long shall these things be? And the saint replied, for 2,300 days. Isn't it? Si Biblia zenu zinasema hivyo za Kiingereza? Yeah. Kwa sababu siku moja iko na jioni moja na asubuhi moja ya. Kwa hivyo kama siku iko na jioni moja na asubuhi moja, then jioni na asubuhi 2300, hiyo ni kuzungumza kuhusu siku 2300. Then what we are told is, in the prophecy we are told, how long is this havoc going to take place? How long is this havoc going to take place? Ni kwa muda gani haya mateso ya huyu mtu Antioka Epiphanes yatachukua nafasi, yataendelea for how long? Na jibu tukaambiwa pale ni kwa siku 2300 pekee. Na hapo ndio nilikuwa nasema
hapo ndio kuna faraja yetu sisi. Sababu nakumbuka nikiwaambia kwamba nitawaonyesha faraja ambayo pia inajitokeza katika hii sura. Wakati mwingine tunapitia wakati mgumu, wakati mwingine tunapitia nyakati ambazo ni za kutisha, lakini Mungu hajatuambia for how long you are going to be under this suffering. It has pleased God to make it a secret to us. It has pleased God to make it a secret to us. But in the prophecy of Daniel, it pleased God to give the exact duration that these troubles will last for 2,300 days only, which to God's people was like a comfort. Not actually like, but a great comfort. That yes, we are going through difficulty, but it is not a lasting difficulty. It is not a difficulty that is going to overwhelm us. It is not the problem that we are going through, the tribulations that we are going through, the persecutions that we are going through. It is not something that is going to overwhelm us. It is not something that is going to finish us. It is just something that is for a certain period of time. And after that, you look at verse 25. You look at verse 25. Na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atafanya nini? Atavunjika. Lakini atafanya nini? Atavunjika. Na atavunjika kwa nguvu za kutoka wapi? Atavunjika bila kazi ya mwanadamu. And that tells you mwanadamu hata usika mahali popote kumaliza nguvu za huyu mtu anaitwa Epiphanes Antiochus. God himself will do what? God himself will deal with him. Wanaweza stress. So sometimes you look at the situation and you're like, is God aware? Isn't it? If God is aware, what is he doing about this situation? Sometimes we are like, we have prayed long enough. Is our God hearing our prayers? Yes, God is hearing our prayers. What we need to know is that God has predestinated these things. Mungu amepanga hizi mambo mbele ya wakati. God has foreordained these things. Mungu ameshapanga haya matukio, na kama amepanga anajua ni nani atatumika, na ameshapanga anajua itakuwa kwa muda gani, na anajua the extent of the harm itakuwa wapi. Wanaweza asifiwe sana. Sisi tunaona tunafikiri ni ajali. Kwa Mungu hakuna ajali. Vocabulary ya ajali, the word accident, ni neno la watu ambao hawajasoma maandiko vizuri. Ukisoma kwa maandiko vizuri, badala ya kutumia neno ajali, utatumia neno providence. God's providence. Haya mambo ni Mungu amefanya. Wanaweza asifiwe sana. Na mtakatifu mmoja anamuuliza pale mtakatifu mwingine, haya maafa yataendelea kwa muda gani? Tuza kwanza.
Many times tunajiuliza hata sisi haya maswali. Nitaendelea kuvumilia hii kazi mpaka lini? Wakati mwingine mtu ako kwa kazi na anateseka na anauliza nitaendelea kuvumilia katika hii kazi mpaka lini? Mtu mwingine ako katika ndoa ambayo inasumbuka na anauliza nitaendelea kuvumilia katika hii ndoa mpaka lini? Mtu mwingine ako katika hali ya magonjwa, anateseka na anajiuliza nitangoja mpaka lini ndipo nitapata kujua majibu kuhusu haya magonjwa. Nilikuwa naambiwa kuna mgonjwa mahali ambayo wanapima magonjwa na hawapati kuona hiyo magonjwa. The doctors are doing every examinations and they are not able to tell what is the problem. Na mgonjwa anaadmitiwa na lazwa hospitalini for a long time for certain sessions, analazwa, but every test, there is no test that indicate the problem. So to such like a person atajiuliza, si ndio? Hata watu wake watajiuliza, itachukua muda gani tupate majibu ya kile ambacho kinatusumbua? Hata pengine tutajiuliza, itachukua muda gani ili sisi tuondoke katika hii hali ya mateso ya magonjwa? Ilipendeza Mungu katika unabii wa Danieli kwamba Mungu aseme kipindi, na akasema it will be for 2300 days. But for our many circumstances, for our many situations, it has pleased God to hide from us the exact period. Someone should get this properly. Kwa hali zetu nyingi, haijampendeza Mungu kuturivilia ya kwamba hali zetu zitaenda hivyo kwa muda gani. Imempendeza tu Mungu kwamba ibaki hali ambayo imejificha kwetu. Tusijue hii hali ambayo tuko nayo itatuondokea muda gani or after how long. But what are we supposed to continue doing? Putting our trust in unto God. Let us pray some. Tunaambiwa ya kwamba wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali, this king with a notable face, that is in verse 23. Huyu ndiye mtu ambaye tunazungumza mambo yake, na huyu ndiye mtu ambaye tunasema anaitwa Antiochus Epiphanes, ambaye kazi yake inafanana na kazi ya mpinga Kristo, kwa namna anavyodhulumu hekalu la Mungu, kwa namna anavyodhulumu watu wa Mungu. Na mtakatifu mmoja ameuliza mtakatifu mwingine, ni kwa kipindi kigani cha muda gani mambo haya yataendelea? Na jibu limepatikana kwa muda wa siku 2300. Lakini tunafurahia kwa sababu maandiko yanasema katika huo mstari wa 25, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Atavunjika bila kazi ya mikono, meaning atavunjika kwa kazi ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe atafanya nini? Atammaliza huyo. Mungu mwenyewe atammaliza huyo. Ndio nilikuwa nataka nikwambie, it's God only was a solution of your problem. Don't think that God is not aware of what you are going through. Don't think God is not aware of what you need. Don't think God is not aware with what you are experiencing. He himself is in control. He's a sovereign God
who is at work. We may not be seeing him, but he is at work, and we shall be seeing what he is doing. Without the hand of the human being, we are told this king will be dealt with. Will be dealt with. I think this is a passage of scripture that should encourage you. This is a passage of scripture that should encourage each and every one of us to continue putting our trust in God, especially when we are going through troublesome moments, difficult times, when we are going through persecutions, when we are going through tribulations. When we are on this earth, when we are existing in these human bodies, we are all prone to go through what every other human being goes through. But as God's people, what should we do? When it comes to such like times, our allegiance should not be shifted from God. Our trust should not be moved from God to other things. We should be very sober. We should be very keen. Pray for the grace of God to take us through that difficult moment so that our faith remains unto God. He worketh good for his people, even in bad times. Wanaweza express. Kuna mtu ambaye alikuwa ananipa ushuhuda, alifutwa kazi mahali. Nilipatiwa barua ya redundancy. Kaambiwa, we are unable to continue paying you for your services, and for that reason we have to relieve you. We are sorry, we have to relieve you. We shall pay you some few dues. Yes, but we cannot continue to hold you to pay you every month. You have just to go. He was like, where am I going? How am I going to start? What am I going to tell my family? And somebody was like, first I have to go start with my house to relocate. Mshahara, kazi imeisha, mshahara hakuna sasa. Unaishi katika nyumba ya 2 bedroom, unalipa rent ya shilingi 14,000. Kazi imeisha, chakula hakuna, karo hakuna ya watoto. Kuna mtoto mwingine boarding, ama mtoto wako high school, mwingine ako wapi, grade 10. So huyu jamaa anajiambia, anasema kitu ya kwanza ni relocateishe hii familia, niitoe kwa double room, nirudishe kwanza kwa single ama kwa bedroom, nipunguze hizi pesa kabisa, nione kama nitafo, ama nihamishe hawa watu wangu Nairobi, niwapeleke Ushago kwanza, wakaekae huko, kama bado napiga hesabu 1 2 1 2, nione kama zitaingia. Kambia jamaa, God is in control. Even in this tough time, God is in control. And don't ever think God has forsaken you. And who knows, even through what has happened, God may be working something good for you. Utaangalia tofauti itakuwa hapo kubwa, ambayo utaifurahia na ungesema haungepata kuona hii experience kama ungeendelea kubaki hapo. Nilipatia huyo ndugu encouragement. Nilipatia encouragement. Na juzi nilikuwa napata ushuhuda wake. He still have the family here in Nairobi. Hawaku relocate. He's working somewhere again. He's working somewhere and he is able to handle his bills as a person. Because God is in control. Na huyo jamani nilikuwa najaribu kuangalia vitu zake, especially kwa Facebook, baada ya hiyo mambo kufanyika. What he posts
hapost vitu za uchungu vile watu wanapostingi mambo ya uchungu bitterness kama kitu imefanyika kama hiyo. He just post a verse from the Bible. He post a verse from the Bible. He post a verse from the Bible. Then this man is a pastor. He seems like a pastor. He's not a pastor. And I wanted to know his testimony ya kwenda church on Sunday. He's like, I stopped going to church very many years back. My wife tries and we can't make it. Yani bibi yangu anajaribu lakini nakuta tu sijafaulu kwenda church. Namwambia ndugu, try. Enda church wewe, tangulia, bibi akufuate, mshikane na watoto because that's biblical. Wewe ni mtu ambaye unamwamini Mungu na mfano ambao unaonyesha kwa familia yako na ushuhuda ambao unaonyesha kwa kanisa, na wewe ni kijana ambaye ulipatiziwa ndani ya church. It doesn't walk away with you. Can you return back to church? Nikajaribu after some time nauliza, did you go to church? No. Alafu kitu kingine ambacho ananiambia wameenda meeting nyingine ya fellowship huko, si fellowship ya church, ni ya chama tu. Na program amesema, can we have one person to lead us with prayer before we start our meeting? Then kwa watu 7 ambao wamekutana, he gave me a very disappointing. There was no one to pray. I was not able to pray. Wababa wa familia zao, watu wa jamii zao, si watoto wadogo, watu wazima kama huyu Deacon na mimi na wengine, tumekutana mahali watu 7 na si ati sisi ni Waislamu ama sisi si wapinga Mungu, lakini mmoja wetu hayuko ambaye ako able kufanya nini? Kuongoza maombi. That's a shameful thing, isn't it? Nilimwambia that is so degrading of you. Kama ungekuwa umemaintain ile testimony yenye mama yako alikuwekea, akakupeleka kanisani mkapitia ile malako, mkabatizwa, kama ungemaintain hiyo wewe ndio ungeendesha hiyo maombi yako. Mbona umeangusha Mungu? Anaweza asifiwe sana. Lakini kitu tu nasema ni kwamba kitu ambacho najaribu kusema ni kwamba God is in control. God is in control. Kama unaweza make sure ya kwamba imani yako imebaki kwa Mungu, that's the best part of it. Watu wanakimbilia waganga, watu wanakimbilia watu sijui wa nini, watu wanaanza sijui kwenda sijui wapi, kujaribu sijui nini. Lakini kama ni vita ambavyo unapigana, make sure kwamba vita vyako unapigana ndani ya Mungu. Ndani ya Mungu. Kama una mambo ambayo unang'ang'ana nayo, make sure unang'ang'ana nayo ukiwa ndani ya Mungu. Ya Mungu. Imani yako ikiwa kwa Mungu, macho yako ikiwa kwa Mungu, masikio yako ikiwa kwa Mungu. Na Mungu mwenyewe atajidhihirisha. Wanaweza asifiwe sana. Hiyo ndio faraja ambayo mimi nimeipata kwa hii sura ya 8 katika huu nabii wa Danieli, na nakumbuka niliwaahidi nitakuja kuwaonyesha. Ni unabii ambao unaonekana mgumu, lakini unabii ambao uko na faraja kubwa sana kwa ajili ya Wakristo. Wanaweza asifiwe sana. Na wakati maandiko yanasema kwa wakati wa mwisho, kwa baada ya siku nyingi, haimaanishi ni siku za mwisho za kurudi kwa Yesu Kristo, hapana. Hiyo ndio kitu kingine ambacho ni vizuri niguzie. Wakati maandiko yanasema huu nabii ni wa baada ya siku nyingi, ni ya siku za mwisho, haimaanishi siku za kuisha kwa ulimwengu ama siku za kukuja kwa Yesu Kristo, hapana. Inamaanisha tu ni mwisho wa kipindi fulani, and in this case tunaambiwa mwisho wa kipindi cha huyu mtu ambaye anaitwa Antiochus Epiphanes, mwisho wa ufalme wa huyu pembe mdogo kabisa ambaye alitokea kwa moja wapo ya zile pembe 4 baada ya kuvunjika kwa ile pembe kubwa ya beberu. I think up to there, that's what we can speak in chapter 8, and God willing we can move into chapter 9 unless somebody has an observation or something to add on a question, which we may probably can provide that opportunity come next Sunday. Hiki kitabu si rahisi vile, cha Danieli si rahisi vile. So wakati mnasoma lazima upate some difficulty, lazima upate some challenge, lazima ukose kuelewa some place also.
ndio sababu tunaenda polepole polepole polepole. Mta realize ya kwamba every Sunday, as long as tuko kwa hii sura, tunaanza kuisoma tu yote, ndio at least fahamu zetu zikuwe up to date. But we come to the end of our class for today, and I hope the Lord will bless you as we continue. Deacon, tafadhali tuendeshe maombi fupi tu ili tutamatishe ili darasa, tupumzike dakika 10 alafu tuende kwa ibada. Tuamini kuomba. Baba, tunakushukuru kwa nafasi na muda ambao tumetujalia tukaweza kushiriki kwa pamoja BS katika kitabu ya Daniel chapter 8. Mungu wetu, Baba yetu, tunakushukuru maana Bwana neno lako linafariji. Ndio waliona mambo magumu yakifanyika katika maono yale, lakini Bwana neno lako linatufariji dasema ya kwamba huyo mwangamifu hayo hizo nyakati ngumu, Baba wewe mwenyewe utashughulika. Hakuna nguvu ya mwanadamu itakayohitajika mahali pale. Ni faraja kuu Mungu wetu, yote ambayo tunapitia Baba tukiwakabidhi kwako, Mfalme na Mungu wetu, unatufariji na kututia nguvu. Asante kwa wema, asante kwa ulinzi wiki mzima mpaka tukutujalia kufika mahali hapa. Imekupendeza wewe, si kwa nguvu zetu Baba yetu. Na Baba, lolote linalotendeka chini ya jua Baba linatendeka kwa wema kwa wale ambao wanakutumaini. Tuko mahali hapa katika madhabahu haya tukikutumaini Baba yetu. Umenena nasi jinsi ulivyokuwa umekusudia, na neno lako Bwana litatutia nguvu na kutuwezesha kuendelea na safari. Tunakushukuru kwa wema, tunakushukuru kwa ulinzi, tunakushukuru kwa faraja hizi. Asante maana wewe utulinde, utuhifadhi, utuwezeshe tukakufanye tegemeo tena kimbilio. Asante maana wewe ni Mungu, na katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba tukaamini. Amen. So tunachukua break kama kawaida. Tutakuja kwanza baadaye. Exactly. 10 past 2.